kwanza ambayo ya kurasimisha biashara, bila kuzingatia ukubwa au udogo wa biashara yoyote, unapoanzisha shughuli yoyote ambayo itakuingizia kipato, basi kwa mjibu wa sheria za usimamizi wa kodi unatakiwa kuirasimisha. Sasa tunaposema kurasimisha biashara, ni kwamba unaisajili ili sasa utambulike unafanyia wapi biashara yako, namba ya utambulisho yako ya mlipa kodi ni ipi. Sasa tukianza katika namba ya utambulisho, tumekuwa tukizoea kuita TIN, maana yake ni Taxpayer Identification Number. Sasa namba hii zipo za aina mbili, ipo ambayo ni ya biashara na ambayo si ya biashara. Kwa hiyo mtu ambaye halishapata namba ya utambulisho ambayo si ya biashara, yeye aombi namba upya ya utambulisho, ila anachokifanya ni kuomba kubadilisha matumizi ya namba yake ya utambulisho. Itatoka ya kutokuwa ya biashara basi itaenda kuwa ya biashara. Sasa baada ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi ambayo inaitwa TIN, basi huyu anatakiwa sasa kufanya majadiliano na afisa ambaye anakadiria kodi, ili sasa aweze kujua ni kiasi gani cha kodi sasa atawajibika kukilipa kwa mwaka, ili sasa akiwa anafanya biashara. Sasa maana hiyo inaitwa makadirio. Makadirio kama neno linavyosikika ni makubaliano, majadiliano, mazungumzano, ambao mwisho wa siku wa mazungumzano itatokeza kiwango fulani cha kodi. Kumbuka huyu mtu hajaanza biashara, hajaanza kuuza. Inawezekana hasijue moja kwa moja, lakini kwa sababu anaijua biashara yake anayotaka kuanzisha, anaweza akafikiria, akakadiria ili kupata kiwango cha kodi. Sasa kwa sababu mtu hajapata mauzo yake, anapopata kiwango cha kodi, basi kule mwishoni sheria imeruhusu kwamba anaweza akafanya marekebisho ya makadirio ya kodi. Kwa mfano, mimi nimekadiria bwana atakuwa nauza 5,000 kila siku, lakini nilipoanza biashara yangu sasa nikajikuta nauza 10,000. Sasa sheria inakuruhusu kufanya maboresho ya makadirio ya kodi. Sasa baada ya kukadiria kodi, kwa wale wote ambao wanaanza biashara, mpango hujauza, kuna grace period ambayo imetolewa na serikali kwamba unaweza ukalipa kodi yako ile uliyoanza kufanya biashara baada ya miezi 6. Sasa tunachokihitaji kwamba huyu mtu tayari au ameingia kwenye shughuli, ameanza kufanya mauzo, ili sasa alipe kodi. Lakini pia kuna wengine ambao yeye anapoanza pale anasema mimi ninalipa. Sasa kiwango cha kodi kadiri unavouza ndo kadiri utakavyolipa kodi. Sasa hapa tunao wafanyabiashara wa aina mbili. Ndio. Tuna mfanyabiashara ambao ni mdogo. Sisi kwetu mdogo ni kwamba yule anayeanzia mauzo ya 0 mpaka milioni 99 kwa mwaka, huyu kwetu ni mdogo. Sasa yeye analipeje kodi? Analipa kodi kupitia mzunguko wake wa biashara ambao ni mauzo. Sasa kodi, viwango vya kodi kwa hawa wadogo viko kama ifuatavyo, kwamba ukiwa mauzo yako chini ya milioni 4 kwa mwaka, kodi yako ni 0, na maana mwaka huo wa fedha tutakuacha, utasubiri mwaka mwingine kuona mauzo kama yalitoka milioni 4 na kwenda katika kiwango kingine. Lakini anayeanzia milioni 4 mpaka milioni 7, huyu kwa mwaka analipa shilingi 100,000, na yule anayeanzia milioni 7 mpaka 11, yeye analipa shilingi 250,000. Ukishaanzia milioni 11 na kuendelea mpaka milioni 99, kodi yako ya mwaka utachukua 3.5, utazidisha na mauzo yako ya mwaka. Sasa hao ndio viwango zao vya kodi. Lakini wale ambao sasa ni wakubwa, ambao mauzo yao yanaanzia milioni 100 na kuendelea, hawa kipindi cha makadirio ambao ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 31 mwezi wa 3, wanatakiwa kuingia katika ukurasa wao wa mlipa kodi, wanajiwekea kiwango wanachohisi ndio kiwango sahihi chao cha kodi kulingana na biashara yao. Sasa wakiwa wakifanya biashara, unapomalizika mwaka, ina maana mwezi wa 12, huyu mfanyabiashara mkubwa anapewa muda wa miezi 6 kuandaa hesabu zake za mizania za mapato na matumizi, azipeleke kwa mkaguzi wake wa hesabu, zikaguliwe, alafu aziwasilishe Mamlaka ya Mapato Tanzania. Sasa ikionekana kwamba ulijikadiria kodi kidogo, basi utalipa adhabu pamoja na tofauti ambayo ulichokilipa na ambacho ulistahili kukilipa. Kwa hiyo huwa ni wajibu wa mfanyabiashara, kadiri anavyoendelea kuuza, anaweza akaendelea kuongeza makadirio yake anayojikadiria ya kodi. Sasa lakini serikali ikaweka unafuu jinsi ya kulipa hizi kodi za makadirio za kodi ya mapato. Ni kwamba ukishapata kodi yako ya mwaka kama 100,000, 250,000, 300 ya mauzo, unaigawa kwa 4, na tunalipa kodi hizi lini? Tunalipa kodi kabla au mnamo tarehe 31 ya mwezi wa 3, hiyo ni awamu ya kwanza. Tunalipa kodi awamu ya pili kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6, na tunalipa kodi awamu ya 3 kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 9, na awamu ya mwisho ya 4
ni kabla au mnamo tarehe 31 ya mwezi wa 12. Kwa sasa kwa vipindi hivyo vya ulipaji wa kodi, mfanyabiashara anatakiwa kujihimu ili asihatarishe biashara yake, kuwajibika kulipa kodi yake kwa wakati. Sasa usipolipa kodi yako kwa wakati, usipokuja kukadiriwa kodi, usipokuja kusajili biashara yako ndani ya siku 14 umeanzisha biashara, wewe sasa utaangukia kwenye riba na adhabu. Na kama tunavyojua, unapolipa riba au adhabu ni kwamba unatumia hata faida yako ambayo ungeipata kwenye faida kuitumia kwa matumizi yako kulipa hizo faini pamoja na penalty. Kwa hiyo hapa tunawashauri kwamba waweze kusajili biashara yao wanapoanza, lakini pia wajibike kulipa kodi kwa wakati. Sasa wajibu mwingine wa tatu nimesema ni kutunza kumbukumbu za biashara. Ni kwamba kumbukumbu, kuna namna mbalimbali ya kutunza kumbukumbu. Ya kwanza ni kwamba kwa wale wadogo ambao mauzo yao yako chini ya milioni 11 kwa mwaka, hawa wanawajibika kutumia kitabu cha risiti ya mkono kwa kila mauzo watakayoyafanya. Lakini wale ambao mauzo yao yako juu ya milioni 11 kwa mwaka, huyu anawajibika kununua na kutumia mashine ya kielektroniki ya utoaji wa risiti, yani EFD. Kwa hiyo sasa huyu ukiwa unatunza kumbukumbu zako, kinapofika kipindi cha makadirio, kwa wale wafanyabiashara wadogo, yeye anakuja na kitabu chake ofisini, tunahesabu mauzo yake kwa siku, kwa mwezi, halafu tunapata mauzo yake kwa mwaka. Kwa hiyo huyu mtu analipa kodi ambayo ni sahihi. Lakini yule ambaye ana kumbukumbu tunamkadiria kodi. Kama unavyoona sura ya kukadiria, unaweza ukapata kodi ambayo sio sahihi, ukapata kubwa au kidogo. Ndio maana tunawahimiza ili wasitumie faida yao kulipa kodi, ni vizuri wakatunza kumbukumbu za biashara zao. Kwa hiyo moja ya faida ya kutunza kumbukumbu za biashara, tunaona mtu analipa kodi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo atatumia tu kile kiwango ambacho kilistahili kodi, alafu faida yake nyingine atatumia kama faida ya biashara yake. Lakini ni kwamba utunzaji wa kumbukumbu, unapotoa risiti, basi huo ni ulinzi wa bidhaa yako. Kwamba bidhaa imetoka duka gani, kinachoitambulisha ni risiti uliyoitoa. Lakini pia kwa mnunuzi, kinacholinda bidhaa yake inakuwa ni risiti aliyoitoa. Kwa hiyo sasa hayo ndo majukumu ya msingi ambayo sasa mtu anayeanzisha biashara kwa mujibu wa sheria za kodi anatakiwa kuyafuata, ili mwishowe yasije yakaathiri biashara yake ikaangukia katika riba pamoja na adhabu. Sawa, asante kwa kutupitisha kwenye hilo. Bila shaka kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hapa anatamani kuanzisha biashara, atakuwa amesikia mambo hayo ya msingi kabisa ambayo anatakiwa kuenda nayo sambamba, hasa kwenye kuepuka hizi adhabu pengine na kulipa kodi kwa wakati. Pengine sasa kabla hajafikia huko kwenye kuja kusajili biashara yake, kuja kufanyiwa makadirio na baadaye kuanza kulipia kodi, kuna mambo gani ambayo anatakiwa huyo ayazingatie? Kwa maana pengine labda inaweza ikawa ni kuangalia eneo la biashara, ili biashara yake isije sasa ikafa baadaye mkawa mmepoteza mlipa kodi. Je, kuna haja ya kuangalia labda wateja wake ni wa aina gani, au pengine kuna haja ya kutazama zaidi mtaji una uhusiano gani na biashara yake? Sasa kwa sababu ya majukumu ya msingi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, kwa mfano swala hilo lingejibiwa vizuri na afisa biashara, kwa sababu yeye ndo mshauri wa masuala yote ya biashara. Lakini pia sisi kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, kama mmesikia hivi karibuni tumeanzisha dawati ambalo lipo kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara. Hawa ni wale ambao katika sekta binafsi na ambao hawapo katika sekta binafsi. Kwamba unapoanzisha biashara, kama kuna changamoto yoyote ambayo unaona inaistisha au inaharibu biashara yako, au unataka kuanza lakini una changamoto fulani ya kufanya biashara, sasa tunalo dawati ambalo sasa dawati lina kazi kuu 3. Kazi ya kwanza ni kwamba tunawatambua na tunaangalia kwamba hawa ni wajasiriamali ambao sasa wana changamoto, lakini cha pili tukishawatambua, kabla hujaendelea nikombe tupate ujumbe hapa studio, tukirejea utafafanua zaidi. Katika kila safari yako ya mafanikio, kila malipo, kila akiba, kila mpango unaoweka, Nix ina huduma mahususi kwa ajili yako. Jana, leo na kesho, kila hatua Nix.
ni zaidi ya pesa. Ewe baba, mama na mlezi, safisha choo mara kwa mara na kumwagia majivu ndani na nje ya tundu ili kupunguza harufu na nzi. Funika tundu na funga mlango wa choo wakati wote. Ujumbe huu umeletwa kwenu na JRS Radio Kwizera kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, Shirika la Kuhudumia Watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, kwa ufadhili wa watu wa Japan. Hondo hondo, wazazi wema huwezesha watoto. Msikilizaji, tumerejea ikiwa tayari ni saa 2 dakika 31. Tunaendelea na majadiliano yetu kwa siku ya leo, na kubwa zaidi tunatazama mambo ya kuzingatia kabla ya kuanzisha biashara. Na hapa tuko na Rwekaza Rwegoshora ambaye ni afisa msimamizi kodi kutoka TRA hapa mkoa wa Kagera. Tuko na benki NMB na wao wanaendelea kuwashukuru na kuwasherehekea wateja ambao wameamini na kuichagua benki ya NMB ili waweze kuwapa huduma bora kabisa. Na kwa wiki hii wanaendelea kusakafia dhamira yao ya kuwa huduma bora kabisa ambayo iko karibu na wao wateja wao. Kuna ongezeko sasa hivi la matawi, ATM na mawakala ambao sasa hivi wameenea kila kona ili kukuhakikishia kwamba wewe unapata huduma popote pale ulipo. Na hili linaenda sambamba na maboresho ya teknolojia ya mifumo, bidhaa na huduma ambazo zinakuhakikishia wewe ufikiaji, utumiaji na uzoefu wako wa huduma ambazo ni murwa kabisa na wenye kuridhisha. Sasa kuna mambo kadha wa kadha duniani ambayo yamedhihirika kwamba hayawezekani, yani impossible, lakini wao NMB wanakuambia mambo mbona yanawezekana. Na kama wewe ni mtumiaji wa NMB au kama wewe ni mteja wa NMB, unaweza kusikilizwa na dawati la huduma kwa wateja masaa 24 kwa siku 7 za wiki. Lakini pia ukiwa mteja wa NMB unaweza kutuma fedha nchi za Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini muda wowote mkononi mwako popote pale ulipo Tanzania. Na ukiwa mteja wa NMB, na hata kama wewe sio mteja, basi unaweza kumchatisha jirani wa NMB kupitia WhatsApp, Instagram na Facebook ili uweze kupata taarifa na msaada kuhusu huduma za benki ya NMB wakati wowote. Lakini pia unaweza kupata mkopo kwa haraka bila dhamana mkononi mwako wakati wowote. Unaweza kupata bima, kuwekeza, kuweka akiba, kufanya miamala na malipo mbalimbali endapo tu wewe utakuwa mteja wa NMB. Lakini pia ukiwa mteja wa NMB, basi fahamu kwamba una amani moyoni mwako kwa kuwa fedha zako zipo benki ambayo imetunukiwa tuzo ya kuwa benki salama zaidi Tanzania. Na mwisho kabisa, ukiwa mteja wa NMB, basi fahamu kwamba hivyo vyote na zaidi vinawezekana. NMB ni huduma na wamekupata, si ndio? Sasa nikwambie kwamba wanaendelea kukutakia kila laheri wewe mteja wao katika shughuli zako za kiuchumi na maisha kwa ujumla, na wanakuahidi kuendelea kuvumbua na kuboresha bidhaa na huduma zinazokidhi mahitaji na mabadiliko ya kiteknolojia, uchumi na maisha ili kukuweka mstari wa mbele katika ufanisi wa yale unayoyafanya. Sisi ni huduma, tumekupata NMB, karibu yako. Sawa, NMB kwa karibu yako, na tunaendelea hapa na mazungumzo kwa maana ya majadiliano na afisa msimamizi kodi TRA kwa mkoa wa Kagera, Rwekaza Rwegoshora. Alikuwa akiendelea kutoa ufafanuzi kwenye yale mambo ya msingi ya kuzingatia. Karibu. Asante. Ni kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania nao tumeanzisha dawati ambalo linawezesha wafanyabiashara ambao wako katika mfumo rasmi na ambao wako katika mfumo rasmi. Sasa kazi ya dawati hili ina kazi kuu 3. Ya kwanza ni kuwatambua hawa wadau ambao wanahitaji, lakini pia tukishawatambua tunawasikiliza na kuwaelimisha. Na baada ya kuwaelimisha, natakiwa tubadilishe zile changamoto zao ziwe fursa ili sasa waweze kufanya biashara. Lakini swala la mwisho la 3 ni kwamba tunatakiwa kuwalea ili sasa waweze kuwa wafanyabiashara wakubwa. Sasa kwenye kuwalea ni kwamba hizi kazi ambazo nimezitaja 3 tunazifanya kwa ushirikiano wa maafisa maendeleo wa kila eneo, maafisa biashara
kwa kila eneo, kwa sababu kama unavyojua maafisa biashara ndio walezi wakubwa wa wafanyabiashara, kwamba kabla ya kuanzisha biashara yeye anatakiwa mshauri ni eneo gani ambalo achague, angalie nini, labda ile bidhaa anayotaka kuianzisha kufanya biashara atapata wateja eneo hilo. Kwa mfano kama hiki ni chuo, kuna wanafunzi, sasa unaanzisha duka, unataka kuangalia kwamba wanafunzi wanapenda kununua nini hasa kwa hasa, labda ni madaftari, kalamu, lakini pipi, sasa biskuti, ili sasa uweze kuteka lile soko. Sasa hayo yote tutayafanya kupitia dawati hilo la uwezeshaji biashara, lakini kwa ushirikiano wa maafisa maendeleo pamoja na maafisa biashara na mamlaka ya mapato Tanzania. Lengo la serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania kuanzisha dawati hilo ni kwamba tuwalee wale ambao wapo katika mfumo wa kufanya biashara, lakini pia tuwasaidie wale ambao wana changamoto katika biashara zao, ili sasa lengo ni waendelee na biashara ili mwishoni kule sasa wakishakuwa wafanya biashara wakubwa ambao wako katika wigo wa kulipa kodi, basi wataisaidia serikali yao kuweza kulipa kodi. Kwa hiyo hiyo ndio initiative kupitia mamlaka ya mapato kwa wafanyabiashara, ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara ambayo haina changamoto kwa maendeleo ya taifa yao. Sawa, na umefafanua vizuri Rwegoshora. Sasa natamani pia kufahamu, sababu tumesikia hapo kwamba mmeanzisha hilo dawati, mnawalea wafanyabiashara, lakini tumekuwa tukishuhudia baadhi ya wafanyabiashara wapya anaingia kwenye biashara, baada ya muda kadhaa anaanza kushuka. Yaani anaanza tu vizuri, anapanda, lakini baada ya hapo anaanza kushuka, na wakati mwingine anaporomoka kabisa. Huwa kuna utaratibu wa utoaji elimu hasa kwa hawa wafanyabiashara wapya wanapoingia sokoni? Utoaji wa elimu upo hususan kupitia kwa maafisa biashara, lakini sisi tunajaribu kutoa elimu ya kodi ili sasa huyu mtu asije akaanguka kwenye riba pamoja na adhabu. Nadhani unajua, kwa mfano mtu asipojua utaratibu wa kuanzisha biashara kwa mjibu wa sheria za kodi, akaanza kuuza, halafu sasa mwishoni anakuja sasa kujua kwamba kumbe ndani ya siku 14 ningetakiwa kusajili biashara yangu, sasa unakuta anaangukia kwenye faini pamoja na pena. Sasa zile faini sio afya kwa biashara ya mtu, kwa sababu anatumia hata mtaji, anaweza kutumia hata faida yake ambayo ingemsaidia katika maendeleo yake kuweza kulipa hizo adhabu pamoja na riba. Kwa hiyo sasa sisi tunajikita kutoa elimu ya kodi kwamba watu wanapoanzisha biashara basi wajue taratibu za msingi za kufuata, lakini pia wajue wajibu wao kwamba wanalipa kodi lini, viwango vya kodi viko namna gani. Na tunataka kufanya kazi hii kupitia namna mbalimbali kama vipindi vya Radio Kwizera tumekuja sana, lakini pia tunatumia semina za wafanyabiashara kile inapotokea mabadiliko ya sheria za kodi, tunakuja kuzieneza kwa wafanyabiashara. Lakini pia tumekuwa tukihudhuria maonesho mbalimbali, kwa mfano maonesho ya ndani ya mkoa kama na 877, lakini yale ambayo yanapatikana nje, kwa mfano maonesho ya madini, maonesho ya Afrika Mashariki Mwanza. Lakini pia tuna vilabu vya kodi mashuleni. Lengo la serikali ni kwamba elimu hii ya kodi iweze kuenea kwa Tanzania wote, ili hawa watu wanafunzi hawa wakimaliza shule wakajiajiri au wakataka kufanya biashara, wanaweza pata msingi mzuri wa kufanya biashara. Lakini mkakati mkubwa sasa wa serikali wa sasa ni kwamba katika mitaala ya mwaka 26 itakayoanza ni kwamba kuna somo la kodi kila ngazi ya elimu. Lengo la serikali ni kwamba hawa wanaofanya biashara wanatokea huko chini wakiwa wadogo. Sasa ikianzisha somo la kodi, mtu atakuja kumaliza primary, sekondari, chuo, atakapoingia katika biashara basi atajua maana ya kodi na biashara, sheria za kodi zinasemeje mtu akianzisha biashara. Kwa hayo tunayafanya ili kuwajengea uelewa wa wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao kwa hiari, lakini pia walipe kodi kwa hiari, waache kuangukia kwenye riba pamoja na adhabu ambazo zinazoofisha sana biashara zao. Sawa. Tungetamani pengine kufahamu tofauti kati ya kusajili biashara pale kwenye ofisi za halmashauri, lakini pia na upande wa TRA. Kuna utofauti gani kwa mfanya biashara kisajiliwa kule kwenye halmashauri ama upande wa TRA? Sasa usajili wa biashara ni kwamba zipo taasisi mbili ambazo zinafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ni kwamba mamlaka ya mapato Tanzania inapotoa namba ya utambulisho wa mlipa kodi, mfanyabiashara huyu akapata kiasi chake cha kodi, akalipa, tunampa kitu kinaitwa cheti cha utambulisho wa mlipa kodi mzuri.
Baada ya kupata hicho cheti pamoja na namba ya utambulisho yake, anaenda kwenye ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya biashara, kuomba leseni ya biashara. Kwa hiyo sisi tunaanzisha kwa sababu moja, kitu ambacho ofisi ya mkurugenzi kupitia ofisi ya biashara wanachokihitaji ni namba ya utambulisho pamoja na tax clearance. Sasa hivyo sisi tunavitoa mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hiyo sisi ndio tunaanzisha mchakato wa usajili wa biashara. Kwa hiyo ofisi ya mkurugenzi kupitia ofisi ya biashara inatoa leseni ya biashara. Kwa mtu akishakuwa na hivyo vitu vitatu, ana TIN namba yake, lakini pia ana tax clearance, lakini pia ana leseni ya biashara, anakuwa amekamilika katika usajili wa biashara. Lakini sasa walezi wakubwa wa wafanya biashara ni maafisa biashara, lakini pia kwa sababu tumeanzisha dawati kwa ajili ya kutekeleza wajibu wetu sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuweza kufacilitate trade, na maana kuwezesha ufanyaji biashara. Kazi hii tutaifanya kwa ushirikiano wa TRA pamoja na ofisi ya mkurugenzi, na maana ofisi ya biashara. Kwa hiyo kazi hii tunaifanya kwa kushirikiana, kwa ushirikiano mkubwa, na ni kazi ambayo sisi tukianzisha wenyewe wanamalizia. Kwa hiyo wote tunao wajibu katika swala hili la biashara. Kwa kumsaidia huyu ambaye anatusikiliza sasa hivi, kwa sababu hapo ulipofikia sasa ndio huyu ambaye anatusikiliza anatamani na yeye kuanzisha biashara. Amesikia hapo umetaja kwamba ninyi TRA ndio mnaanza kwa maana ya kuja kujisajili kule. Baada ya pale mtamfanyia tax clearance, na hiyo tax clearance ndio ataenda nayo ofisi ya biashara kwa ajili ya kwenda kupata leseni. Hebu tuanzie hapa kwenye usajili. Akiwa TRA anatakiwa aje na nini, na hiyo tax clearance itafanyika, itaambatanisha vitu gani na vitu gani, ili akienda kule mambo yawe sawia na baadaye akaanze biashara yake vizuri. Katika usajili wa biashara sisi tunachokihitaji ni kwamba TIN namba kwanza ni bure. Hakuna malipo yote mfanyabiashara anaingia kwa ajili ya kulipia namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Anatakiwa kuja na nini? Cha kwanza anatakiwa kuja na kitambulisho chochote, anakuja na barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa ambayo itatambulisha biashara yake anaifanyia wapi. Kitu cha tatu anatakiwa kuja na mkataba wa pango pale ambapo amepanga kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo ni vitu vitatu tu: barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa, lakini pia tunahitaji kupata kitambulisho chake cha mpiga kura NIDA, lakini pia tunahitaji kupata mkataba wa pango. Kwa hiyo na hivyo vitatu sisi atapata namba ya utambulisho, tutamkadiria kodi, alafu tax clearance ni kwa sababu ni tax maana yake huyu ni inakutambulisha wewe kama mlipa kodi mzuri. Lakini hata kama una deni haujalipa kodi, unaweza kaingia makubaliano na ofisi kupitia meneja mkoa, meneja wa wilaya kwamba utalipa baadaye. Sasa kupe cheti cha utambulisho wa mlipa kodi mzuri ili sasa uweze kuitumia. Kwa hiyo ili upate tax clearance tunaandika barua, lakini pale ofisini sisi tuna fomu maalum ambazo mtu anajaza tu, ana sign ni kwamba anaomba hiyo tax clearance kwa ajili ya nini, anajaza alafu anapata cheti chake cha utambulisho wa mlipa kodi mzuri. Sasa baada ya kupata hivyo basi sasa ataenda ofisi sasa ya biashara ili aweze kupata leseni ya biashara. Na sasa hivi serikali imerahisisha hizi huduma. Sio lazima ufike ofisi ya mkurugenzi, wana mfumo wao unaitwa Tausi. Utakudai namba ya utambulisho, utakudai hiyo tax clearance, kushaweka ukalipia na hiyo ada ya leseni, basi unapata leseni yako ya biashara. Kwa hiyo hayo ndio yanahitajika katika usajili wa biashara kwa mamlaka ya mapato Tanzania. Sawa, asante kwa maelezo hayo mazuri. Na hapa msikilizaji, ujumbe wako tunaendelea kuupokea kuja kwenye namba 0692573615. Lakini niona Samuel ulikuwa na swali. Nafikiri tukirejea au tuliweke bayana. Na okay. Okay, sawa. Swali lenyewe, kuna wale ambao unakuta ni wafanyabiashara lakini anafanyia biashara zake maeneo ya nyumbani, yani kwa maana kwamba haripii kodi. Sasa inapofika muda, yani kwamba zile frame ni za nyumbani, hana mkataba. Sawa, basi tukirudi atakuja kutoa ufafanuzi vizuri. Kwa sasa tupate ujumbe hapa, tutakuja kufahamu zaidi. Na ujumbe wako msikilizaji tutakuja kuusoma kwenye namba ya ujumbe mfupi. Radio Kwizera FM 2025. Amua Kismart. Wanafunzi hamjambo, leo hii tunakwenda kujifunza kuhusu ubora wa shule yetu ya St. Clair, na nitaanza na Yasinta. Hebu tueleze ni zipi sifa za shule yetu? Shule yetu inaitwa St. Clair. Shule inamilikiwa na kanisa Katoliki jimbo la Rulenge Ngara. Shule ina walimu wazoefu, mahiri na wabobezi kwenye taaluma ya ufundishaji.
Shule inamilikiwa na kanisa Katoliki jimbo la Rulenge Ngara. Shule yetu ni ya wasichana tu, ipo Biharamulo mjini. Ada zao ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Na wewe Clara, tuambie. Shule yetu ni St. Clair, ina mazingira mazuri. Na shule yetu ina kozi ya Preform 1 na inaanza tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2025. Shule ina miundombinu yote: maji, umeme, chakula ni cha uhakika. Shule inafanya vizuri katika mitihani kidato cha 2 na cha 4. Imewahi kutunukiwa vyeti mbalimbali vya pongezi kutoka Wizara ya Elimu. Tumalizie na Ilakoze. Lakini pia shule yetu St. Clair inafundisha masomo ya sayansi na sanaa. Kama ulivyosikia wanafunzi wetu, ndugu mzazi na mlezi, shule ya sekondari ya wasichana ya St. Clair iliyopo wilayani Biharamulo mkoani Kagera inawatangazia wazazi na walezi nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Kauli mbiu ya shule ni Education for Serving with Integrity, elimu kwa ajili ya kutumikia kwa uadilifu. Kwa mawasiliano zaidi tutafute kupitia 0755797006 na 0768944226. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. Clair, Biharamulo, parokia ya Biharamulo na parokia zote ndani ya jimbo la Rulenge Ngara. Jina langu ni Dr. Prudence Pastori Rehabura, mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nilihitimu kidato cha 4 mwaka 2001 katika shule ya sekondari Rulenge, na wakati mwingine hufahamika kama Rama au St. Alfred Rulenge Secondary School. Nataka nikuhakikishie wewe mzazi unayetafuta shule bora ya kumpeleka mwanao kidato cha kwanza au cha 5 kwamba uhitaji kufikiri mara mbili. Mpeleke mwanao shule ya sekondari Rulenge na hautojutia maamuzi yako. Shule hiyo ni mojawapo ya shule kongwe Tanzania iliyofunguliwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 1980 na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, na tangu wakati huo inamilikiwa na Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Wahitimu wengi wa shule hiyo hufanikiwa sana katika nyanja mbalimbali maishani. Miongoni mwao ni katibu wa bunge wa sasa Mheshimiwa Baraka Ildefonsi. Wapo pia walimu wabobezi, madaktari bingwa, wakulima bora na waadhiri wa vyuo vikuu mbalimbali hapa Tanzania na nje ya Tanzania kama mimi. Mpeleke mwanao shule ya sekondari Rulenge kwa ajili ya kidato cha kwanza au cha 5 na hautojutia. Tumerejea msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 2:48. Sasa Samuel hapa alikuwa na swali kuhusiana na yule ambaye yeye hana mkataba wa pango lakini anafanya biashara nyumbani. Nyumbani kwao pale kuna kioski, mlango tu fulani hivi kama kuweka biashara yake. Ndiyo. Sasa mimi nikatamani pia kujua kwa sasa hivi kumekuwa na utaratibu katika baadhi ya maeneo ya kuweka vibanda hivi, tunasema vibanda hivi vinaweza kuwa vinavyotengenezwa kama vibanda vya mawakala wa pesa, huduma za kifedha, lakini unakuta mle ndani hawafanyi, ameweka bidhaa kwa maana ya biashara, kuta ameweka vyombo. Kwa hiyo pale unakuta mkataba anao kama hana wakati mwingine hana kabisa, kwa sababu si amekijenga yeye. Amekijenga yeye, labda pengine wameelewana tu na mwenye eneo, bana mimi nitakuwa nakupatia pengine 5,000 kwa mwezi au 10,000, sababu ni eneo ambalo tulimebaki hivi, au eneo ni la kwake mwenyewe. Au eneo ni la kwake mwenyewe ambaye kibanda cha hivyo. Huyu mtu inakuaje kwenye vitu vya kuambatanisha? Umesema kitambulisho, barua ya serikali pamoja na mkataba. Sasa mkataba hapo ndo hamna. Ndiyo, ni kwamba kwa nini sasa mtu anawajibika kuweka mkataba wa pango? Kuna kodi ya pango ambao sasa anayewajibika kulipa kodi hiyo kwa niaba ya mwenye nyumba ni mpangaji, ambao sasa kabla ya kumlipa mwenye nyumba kwenye pango la biashara unatakiwa kuzuia 10% na 10% utaiwakilisha Mamlaka ya Mapato Tanzania. Lengo la mkataba huo ni kuweza huyu mfanyabiashara anapopanga kulipa kodi ya pango. Sasa sheria imeainisha watu ambao hawajibiki kulipa kodi ya pango. Kwa mfano wewe umejenga nyumba yako, unafanyia biashara, sasa wewe kwa sababu nyumba ni ya kwako, hauwezi ukajipangisha, wewe hautakana na kulipa kodi hiyo. Sasa kinachohitajika ni umiliki wa hiyo nyumba, kuonyesha kwamba ni yako. Lakini pia mke wako kama anafanya biashara kwenye nyumba yako, mme na yeye hawajibiki kulipa kodi ya pango. Lakini kama ni mtoto, wewe umempa frame kwenye nyumba yake, yeye anawajibika. Tutakachokifanya, tunaangalia kwamba eneo hilo wapangaji wanalipa kiasi gani
ili sasa tuweze kujua kodi ya pango ambayo inatakiwa kuzuiwa na kuletwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Lakini pia kwa vibanda ambao mmevitolea mfano ni kwamba vile sio maduka, vile ni vya muda, kesho anaweza akakihamisha akapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo hivyo havihusikani kulipa kwenye haya mambo ya kodi ya pango. Lakini pia wale ambao wamesema wanafanya biashara duka lake liko nyumbani, yeye hajapanga sehemu yoyote. Sasa huyu anatakiwa kuainisha kwamba anafanya biashara kwa namna gani. Tunaamini kama duka lake liko nyumbani, yeye atakuwa anafanya biashara ya mtandao. Na mmekuwa mkisikia hivi karibuni kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania akihimiza Watanzania wote wanaofanya biashara ya mtandao kupitia hizi social networks kwamba wanatakiwa kujisajili na wenyewe wakiingia katika wigo wa kulipa kodi. Ili ususikane na hiyo kodi ya pango, unatakiwa kueleza unafanya biashara yako kwa namna gani. Lakini pia ni kwamba ipo kwa sababu ni sharti ambalo lipo kwa ajili ya kulipa hiyo kodi ya nini? Kodi ya pango. Kwa hiyo sasa iko hivyo. Kwa hiyo maelezo yanahitajika. Kwa mfano kama mtu ana hiyo mkataba wa pango na nyumba yake, anatakiwa kuonyesha umiliki. Lakini pia kama ni mke wa mwenye nyumba, basi ataonyesha cheti cha ndoa. Hayo yanakubalika, lakini hivi ambavyo vinahamishika vyenyewe sasa havihusiani. Sawa, asante kwa ufafanuzi huo. Bila shaka huyu msikilizaji ambaye sasa anatamani kuanzisha biashara amefahamu mambo gani haya ya kuzingatia. Pengine sasa inaweza katokea anayetaka kuanzisha hiyo biashara ni watu wawili. Wanatamani pengine hiyo biashara yao labda iwe kampuni hivi. Je, kwenye vigezo na masharti hapo vinakuwaje kwenye usajili? Sasa unapotaka kusajili kampuni utaenda BRELA, utapata cheti cha usajili. Namba yako ya BRELA itakuwa ni sawasawa na TIN namba yako Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa baada ya kupata ile certificate ya BRELA, unatakiwa kuja upande wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kuweza kukamilisha usajili. Sasa lakini kama tunavyojua kampuni inazo wajibu mbalimbali ikiwemo ya kuwasilisha ritani ya kodi mbalimbali ambazo zinaihusu kampuni, kwa mfano kodi PAYE, lakini SDL. Lakini kama umeshasema kampuni haijali wewe una mauzo ya shingapi. Kwa hiyo wewe sasa ukishakuwa na kampuni unawajibika wewe kuandaa hesabu zako za biashara. Kwa hiyo lazima uchague mkaguzi au mshauri wa kodi ambaye atahusika kukagua au kuandaa hesabu zako za biashara. Kwa hiyo sasa na yeye huyu atakuwa na miezi 6 baada ya mwaka wa biashara kuisha ili awasilishe taarifa zake za mapato na matumizi ili sasa kuweza kujua kiwango chake cha kodi. Kwa hiyo ni utaratibu tu huo ambao unatakiwa. Sasa ili kampuni ipate TIN namba, cha kwanza tunahitaji walete MOU, Memorandum of Understanding, sawa? Lakini pia hawa watu wanatakiwa kuleta vitambulisho vyao ambao ni wamiliki pamoja na TIN namba zao. Lakini pia wanatakiwa kuwa wamechagua kampuni ya ukaguzi ambao na ushauri wa kodi. Wakishapata hizo nyaraka, basi wanakuja Mamlaka ya Mapato Tanzania, tunakamilisha usajili wa kampuni yao. Sawa, asante kwa ufafanuzi huo pia kwenye swala hilo la kampuni. Sasa hebu tuangalie hapa kwa upande wa ujumbe wa msikilizaji. Mmoja wapo anaitwa Rugemalila Baltazar, anatokea Kikoni Kiebitembe kule Ngote Muleba. Anasema kwake yeye anaomba kuuliza, kama umefungua biashara yako lakini hujalipia hizo kodi, halafu huo mwezi ndio unatakiwa kulipia, ikatokea ukaporwa hizo bidhaa zako, mfano mtaji ulikuwa ni milioni 15, halafu ukaibiwa ikabaki kidogo, je, kodi utalipia hiyo iliyosajiliwa mwanzoni au inakuaje hapo? Ni swali hili. Tukianza na huyu Rugemalila, kwa mfano wake huu ambao ameutoa, utaratibu unakuaje? Ninaomba urudie swali tafadhali. Okay, yeye anaitwa Rugemalila Baltazar wa Kikoni Kiebitembe kule Ngote Muleba. Yeye anasema kwamba kama umefungua biashara yako lakini hujalipia hizo kodi, halafu huo mwezi ndio unatakiwa kulipia, ikatokea umeporwa bidhaa zako, mfano mtaji ulikuwa milioni 15 na zikabaki kidogo tu, je, kodi utalipia hiyo uliyosajili mwanzoni au inakuaje hapo? Ni kwamba sisi Mamlaka ya Mapato Tanzania tulipi kodi kwa mtaji, tunalipa kodi kwa mzunguko. Una mtaji wa milioni 20, umenunua bidhaa, sisi tutaangalia mzunguko wako wa mauzo. Sasa kama uko chini ya milioni 4 utalipa kodi 0, milioni 4 mpaka 7 ni 100,000. Kama unaanguka 7 mpaka 11 ni 250,000. Kama ni zaidi yako ni 3% ya mauzo yako, 0.5 ya mauzo yako. Kwa hiyo sasa hivyo ndio viwango vya kodi.
Lakini pia ikitokea makadirio yako ya kodi uliokadiriwa ukaona yameshuka, kwamba ulikadiriwa unauza shilingi 20,000 lakini sasa unauza 10,000, ni kwamba sheria inaruhusu maboresho ya makadirio ya kodi. Unachotakiwa ni kuja na nyaraka ambayo itaonyesha kwamba mauzo yako ni kiasi fulani, ili sasa upunguziwe kodi yako. Lakini pia kinyume chake ni sawa, kwamba ukihisi kwamba makadirio ya kodi ni madogo, na wewe unatakiwa kuandika barua kuomba kuongezewa kodi. Sasa usipojikumbusha katika macho ya maafisa wa TRA wakaona unalipa kodi ambayo sio sahihi, basi utaona unaitwa ili wakupandishie kodi. Kwa hiyo ni vizuri ukajihimu unachokilipa kiendane sasa na mzunguko wako wa biashara, kuliko kuja baadaye sasa ukapata kodi ya nyongeza. Okay, sawa. Asante kwa hilo. Kwa hiyo kwa huyu sasa itategemea na mauzo ambayo atakuwa ameyauza kwa mwezi husika. Ndio. Na sio mtaji na bidhaa ambazo zimeibiwa. Okay. Kabisa. Ndio. Marco, katika kuhamasisha wafanyabiashara walipe kodi, hasa wafanyabiashara wapya, labda kuna utaratibu ambao mnaufanya, mfano labda kutoa motisha kwa wale ambao wanaanza na wanalipa kodi kwa wakati, kila kitu kinaenda vizuri, labda kuna wakati mnaweza mkatoa punguzo la kodi, au kuna motisha yoyote ambayo mnawapa hawa wafanyabiashara wapya pindi ambapo watafuata taratibu zote ambazo zinatakiwa? Motisha kwa serikali kwa wafanyabiashara ni kwamba, nimesema anapoanza biashara anapewa kipindi cha miezi 6, anaweza asilipe kodi, lakini kodi yake kailipa baadaye ya miezi 6 ameanzisha biashara. Lakini kwa wale ambao wanafanya vizuri, wanalipa kodi zao vizuri kabisa, ni kwamba kila mwaka huwa tuna utaratibu wa kuwashukuru wale wote ambao wameweza kulipa kodi zao vizuri na kwa hiari. Tunawapa tuzo, tunawapa vyeti, ili sasa kurecognize mchango wao waliofanya kwa mwaka husika. Kwa hiyo hata mwaka huu tutakuwa na huo utaratibu wa kuwapongeza wale wote ambao wanalipa kodi zao vizuri kwa wakati, ili sasa iwe hamasa kwa wengine waweze kuwa mfano pia kwa kulipa kodi kwa wakati na kulipa kodi kwa uhakika. Sawa, Bwana Rogoshora, sisi tukushukuru sana kwa wasaa wako huu. Pengine wito wako sasa kutoka TRA ni upi, hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatarajia kuanza biashara baada ya kusikia maelezo haya mazuri na wanatamani kuanza kujiingizia kipato, lakini walikuwa wafahamu hizi taratibu muhimu za kiserikali na TRA? Wito wangu kwa Watanzania, hususani wa mkoa wa Kagera na mikoa yote ambayo inatusikiliza, kwa niaba ya meneja ya mkoa, ni kwamba Watanzania tujihimu kuweza kutunza kumbukumbu za biashara. Kwa kile chochote utakachokiuza, basi utoe risiti halali ya EFD. Kama biashara iko chini ya milioni 11, basi utengeneze na utoe risiti ya mkono. Lakini pia ninawakumbusha tupo katika kipindi cha awamu ya 4 ya ulipaji wa kodi. Kipindi hiki kimeanza tarehe 1 ya mwezi wa 10, mwisho wake ni tarehe 31 ya mwezi wa 12. Kwa hiyo wote ambao wanawajibika kulipa kodi ya mapato, basi wakumbuke kabla mnamo tarehe 31 ya mwezi wa 12 wao wamefanya malipo ya kodi. Lakini pia kuna kodi nyingine ambazo zinalipwa kwa vipindi mbalimbali, kwa mfano PAYE na SDL ni kabla mnamo tarehe 7 ya mwezi unaofuata. Kwa hiyo kama hajalipa leo ni tarehe 13, basi ni vizuri akafanya kulipa leo kuliko kuendelea kuchelewa. Lakini ipo kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, mwisho wake ni kabla mnamo tarehe 20 ya mwezi unaofuata, na leo tuna siku 7 ili wawasilishe na kufanya malipo ya kodi ya VAT. Sawa. Lakini pia na kodi nyingine wajihimu kulipa kwa. Lakini pia mwisho, lakini sio muhimu, kwa wale wote ambao wanafanya biashara mtandao waweze kujisajili, kwa sababu tuna muda ambao umetolewa na kamishna mkuu mpaka tarehe 31. Lakini na wakumbusha kuweza kutumia njia sahihi za uingizaji na utoaji wa bidhaa nchini, wafuate zile taratibu za forodha, wasipite njia za panya, kwa sababu ina madhara makubwa kwa serikali lakini kwa jamii nzima. Lakini pia wakumbushe wazalendo wa kushirikiana na serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania kuweza kufichua wale wote ambao watajaribu kuenda kinyume cha kuingiza na kutoa bidhaa nchini. Wanaweza kutumia namba ya simu ili waweze kujipatia bonasi. Sisi anayetoa taarifa ya kizalendo kwa Rogoshora, muda wetu umetukimbia kweli kweli. Pengine tukipata wasaa wakati mwingine tutazungumza kwenye hilo. Tukushukuru sana. Asante sana. Asante. Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Silaha ni kuaminia nguvu ya teknolojia kwenye kufikia ndoto zako. Anzia ulipo na Yas.
Vipi mzee wangu? Naona uko busy sana na Google. Yaani siku hizi umekuwa ni wewe na mtandao na wewe. Unajua mwanangu amemaliza darasa la 7 mwaka huu. Natafuta shule ya sekondari akasome kidato cha kwanza hadi cha 4. Na nataka shule bora na yenye ufaulu mzuri. Na simu yako hapo inaonyesha umesha Google shule nyingi sana za sekondari. Sasa usihangaike kwa sababu kuna shule ambayo ni bora kabisa kwa ajili ya kumpeleka mwanao. Na shule yenyewe ni shule ya sekondari Harvard. Hii shule ipo Katoro Geita. Na bahati nzuri yule pia ni mwalimu ambaye anafundisha Harvard sekondari. Madam Samani, tunakuomba mara moja. Hivi shule yenu ya Harvard ikoje? Maana mzee wetu anatafuta shule ya kumpeleka mwanae. Kwanza kabisa, shule yetu ya sekondari ya Harvard imesajiliwa kwa usajili wa NECTA namba S5969. Ipo Katoro mkoani Geita. Na sasa tunawatangazia nafasi za kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4 kwa mwaka wa masomo 2026. Shule yetu inafanya vizuri sana, kwani wahitimu hupata ufaulu wa daraja la kwanza na la pili tu, yani division 1 na division 2. Na kwa mwaka wa masomo 2022, shule yetu ya Harvard Secondary ilitoa mwanafunzi bora kitaifa kwa somo la physics. Wahitimu wetu huchaguliwa kujiunga na shule maalum. Na shule ya sekondari Harvard ina walimu mahiri na wazoefu wenye weledi wa kutosha. Ada zetu ni nafuu sana na hulipa kwa awamu 4. Mlete mwanao Harvard Secondary kwenye kisima cha mafanikio atimize ndoto zake. Shule yetu huwafadhili watoto wanaotokea mazingira magumu. Tupigie nambari za simu 0754765757 na 0684142176. Namba nyingine ni 0769995395. Mzee wangu ile inaitwa ishi na watu vizuri. Umeona sasa? Aha, asante sana. Nimepata sasa shule ya kumpeleka mwanangu. Asante. Huduma tunazidi kuziboresha kila kukicha. Tuko nawe masaa 24. Jirani halali kutwa kukicha. Kuhakikisha unapata majibu na taarifa. Wakala wengi zaidi, huduma karibu yako zaidi, teleza kidigitali na NMB mkononi, miamala kima mikopo na bima masaa 24, popote ulipo, kila kitu mkononi na NMB mkononi. Tumekupata jirani yetu, tumekupata jirani yetu. Sisi ni huduma karibu yako, NMB Bank karibu yako, NMB Bank karibu yako. Mkuu wa chuo cha sayansi za afya Kahama anakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Karibu ujiunge na Kahama College of Health Sciences, chuo kinachoaminiwa kwa takribani muongo mmoja katika kutoa elimu bora ya afya nchini. Chuo kinatoa kozi mbalimbali kwa ngazi ya cheti na diploma zikiwemo clinical medicine au utabibu, pharmaceutical science au pharmacia, clinical nutrition au tibalishe, ikiwa ni kozi mpya kabisa inayotolewa kwa mara ya kwanza katika vyuo vichache tu nchini na yenye mkopo wa serikali, pamoja na kozi ya social work au ustawi wa jamii. Huduma ya hostel ni ya uhakika kwa wanafunzi wote na inapatikana bure kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Aidha, ada imenyumbuliwa ili kukuwezesha kulipa kidogo kidogo kwa utaratibu na ukufaa. Hii ina maana kuwa hakuna tena sababu ya kukosa elimu bora kwa sababu ya changamoto za kifedha. Kahama College imejipanga kuhakikisha kila Mtanzania mwenye ndoto ya kuwa mtaaluma bora anaipata nafasi hiyo kwa urahisi. Karibu ujiunge na Kahama College. Kwa maelezo zaidi na kusajiliwa moja kwa moja chuoni, piga simu sasa kwa namba 0766640531 au 0683170921. Kahama College of Health Sciences, mwanzo wa safari yako ya mafanikio kitaaluma. Karibu kwenye ofisi ya maisha yako. Hii mbele yako ni fomu ya mafanikio. Tafadhali tusaidiane kuijaza. Jina lako? Subiri kwanza, mimi sijui hata nianzie wapi. Anzia ulipo. Simu yako ni chombo cha biashara, elimu na fursa. Sawa. Sehemu ya pili, kipaji chako. Naweza kutengeneza mavazi mazuri, lakini tatizo soko, ndugu yangu. Tumia Yas.
Tupia dizaini zako mtandaoni upate wateja nchi nzima, kama sio dunia nzima. Kipengele cha mwisho, tunahitaji saini yako kuthibitisha kuwa uko tayari kuanzia ulipo. Mafanikio hayamsubiri mtu. Mtandao wa Yas unakupa vifaa, huduma na intaneti ya 4G na 5G yenye kasi na iliyoenea kila kona ya Tanzania kukusaidia kufikia malengo yako. Hujui pa kuanzia? Anzia ulipo. Jiunge na Yas leo na uanze safari ya kuyafikia mafanikio.